Bwana Ostaz Juma na Musoma amekuja na kauli nyingine tena kuhusiana na kile ambacho kinaendelea huko mitandaoni. Moja kati ya story ambayo ina make headline kwa sasa hivi ni issue ya Zuchu kujifungua. Basi moja kwa moja Ostaz Juma yeye amekuja kuzungumzia upande wa Mama Dangote kuto kuonekana pale hospitali au kuto kujishughulisha kwa chochote baada ya Zuchu kujifungua. Lakini tunafahamu kwamba aliposti na kumpongeza na kumkaribisha bibie na kumkaribisha mtoto wa Zuchu. Lakini pia vile ukiachana hayo yote ni kwamba Mama Dangote ameshaombwa msamaha na Zuchu ili aishe, ili waweze kumlea mjukuu wao huyo kwa amani kabisa na furaha pamoja na upendo katika familia. Sasa Ustaz Juma na Musoma bwana, baada ya kuona kwamba Mama Dangote hajaonekana hospitali, amekuja kuzungumza baadhi ya vitu hapa. Dynamo hajahudhuria kwenye shughuli ya kijanake na mke wake. Wewe mama, wewe nakutumia ujumbe wangu na hizi ni salamu zangu kwako. Tabia za kuwekeana bifu na wake za kijana wako ni tabia mbaya, na ndio maana unakuta watu wanasema ya kwamba wewe unatoka na kijana wako kwa sababu ya tabia mbovu kama hizo. Unamwekea chuki binti, mtoto mdogo kabisa kumzaa tena kama mjukuu wako. Wivu wa nini? Unakusumbua nini? Wewe tu wivu wa nini? Unataka Dynamo akae bila mke ili nini? Unataka Dynamo akae bila mke? Hebu badilika wewe mama Huwezi kumwekea bifu mtoto mdogo kama yule, anatengeneza maisha yake na mume wake, kesho ameolewa huku. Wewe mwenyewe unaweza hayo mambo, ndio unaona ni rahisi. Kwa hiyo hacha kumwekea figisu binti wa watu. So hicho ndicho alichokizungumza Ustaz Juma na Musoma kufuatia kile ambacho kimeonekana huko mtandaoni baada ya Mama Dangote mpaka leo siku ya 4 tokea Zuchu alivyojifungua hajaonekana hospitalini kwenda kumjulia hali. Mtazamaji bwana, mambo ni moto kwelikweli. Kiukweli ni kwamba ukipita katika mitandao ya kijamii, basi moja kwa moja lazima utakutana na taarifa hizi ambazo nakuletea, lakini tunakuletea kiundani zaidi kwa kila kitu ambacho kinaendelea wakati ambao Zuchu bado yuko hospitalini. Ukizingatia kwamba ni Zuchu bwana amefanya surprise na ameonyesha jinsi gani ambavyo anajiamini. Kwa sababu ukiangalia upande wa Wema Sepetu, yeye wakati Wema yuko mbioni kujifungua, mambo kidogo yalikuwa tofauti, kwa sababu Wema yeye bwana hakutangaza rasmi kwamba kwamba yuko na ujauzito. Ni kwamba Wema amekuja tu kuwashtukiza watu mbalimbali kwamba tayari ameshajifungua. Nadhani utakuwa unaelewa kwamba Wema yeye upande wake bwana alikuwa anatafuta mtoto kwa muda mrefu. Kwa hivyo basi hata kutangaza kwamba yeye ni mjamzito alikuwa anajua kabisa kwamba italeta husda na maneno mengi mitandaoni. Kwa hivyo basi Wema Sepetu bwana akaamua afanye hilo jambo kwa siri ya hali ya juu, na mpaka baby shower yake ilikuwa ni ya siri. Walihudhuria watu wake tu wa karibu ambao walikuwa na uwezo wa kutunza siri hiyo. Lakini baada ya Wema kujifungua sasa ndipo akaanza kuposti picha akiwa yuko na ujauzito, akaposti videos za baby shower yake, akaposti ushahidi akiwa yuko hospitalini wakati anajifungua na mambo mengine mengi. Sasa basi jambo ambalo bwana tumekuja kulishuhudia this time around ni kwamba kwa upande wa Zuchu bwana, yeye ameonyesha kujiamini kweli kweli, kwa sababu kipindi yuko na ujauzito of course alikuwa anafanya siri, japokuwa watu wengi sana walikuwa wameshaanza kufahamu kwamba Zuchu ni mjamzito. Lakini baadaye bwana ni kwamba siku ya juzi, kama unakumbuka, tulikuletea taarifa hapa Trend TV kuhusiana na baby shower ya Zuchu pamoja na gender reveal ambayo aliifanya nyumbani kwake Mbezi Beach jijini Dar es Salaam, ambapo katika sherehe hiyo bwana ni kwamba Zuchu bwana alionyesha kwamba tayari yeye ni mjamzito na anakaribia kujifungua. Hakuna mtu ambaye alikuwa anajua kwamba tarehe ya kujifungua kwa Zuchu iko karibu kiasi hicho, lakini yeye alionyesha kwamba tayari ni mjamzito na akaonyesha kwamba ana expect kupata mtoto wa kike. Na
Na baada ya hapo ni kwamba bibie Zuhura bwana, kweli the next day tukapata taarifa kwamba yuko hospitalini, na siku iliyofuata tukafahamishwa kupitia ukurasa wa Diamond mwenyewe kwamba tayari Zuchu ameshajifungua mtoto wa kike. Kwa hiyo kwa upande wa Zuchu bwana, amekuwa na kujiamini, yani ameonyesha tokea akiwa ni mjamzito, kabla hajaenda kujifungua ameonyesha, kila mtu akawa anafahamu, kila mtu alikuwa anasubiri kumuona Zuchu akiwa anaenda kujifungua, tofauti kabisa na watu wengine ambao waga wanafanyaga siri mpaka pale wakishajifungua tayari ndipo wanapokuja kutoa taarifa, lakini Zuchu yeye ametoa taarifa kabla hata hajaingia leba. Na sababu ambayo inafanyaga watu wengi sana wanafanyaga siri mpaka wakishajifungua ndo wanakuja kutoa hizo taarifa ni kutokana na kwamba wanaogopa mambo ya husuda, kuweka vitu mitandaoni bwana. Watu wengi sana uwaga wana hofu kuona kama vile watapigwa majuju na vitu vingine kama hivyo, lakini bibie Zuchu yeye kwake imekuwa ni tofauti. Ameamua kujiamini na kuonyesha wazi kwamba ni mjamzito na anaenda leba, na of course ameenda leba na amejifungua salama, jambo la kumshukuru Mungu. Na baada ya kujifungua ndo hivyo bwana, mambo ni mengi, video ni nyingi kweli kweli, yani hata ukipita kwa Wasafi wenyewe wamekuwa wakiposti video nyingi sana, na kuna mengi sana makubwa yanakuja, kwa sababu sasa hivi hapa watu wengi sana walikuwa wanasubiri tu wamuone Mama Dangote, Esma Platnumz, watu ambao walikuwa na ugomvi na Zuchu waweze kuwaona na wenyewe nao pia wakijumuika na familia pamoja na ukoo mzima wa Diamond hospitalini. Maana jambo ambalo linafahamika ni kwamba Esma Platnumz bwana na bibie Zuchu wana ugomvi, lakini pia Mama Dangote naye pia hana maelewano mazuri na Zuchu. Hivyo basi tokea enzi zile ambazo Zuchu akiwa bado si mjamzito, mahusiano yake na Diamond kidogo kwa namna moja au nyingine yalikuwa yana mashaka upande wa ndugu zake hao wawili wa muhimu kabisa katika maisha ya Diamond Platnumz, namzungumzia Esma Platnumz pamoja na Mama Dangote mwenyewe. Lakini at the end of the day, jambo ambalo tumekuja kulishuhudia bwana ni kwamba tayari Zuchu kumbe ameomba msamaha na ametaka kuwepo na maelewano baina yake yeye na familia nzima ya Mama Dangote, akiwemo Esma Platnumz akiwa kama dada wa Diamond Platnumz. Hivyo basi hiyo bwana inaonyesha jinsi gani ambavyo Zuchu bwana ameamua kutafuta amani, ameamua kutafuta ile peace kwa ajili hata mwanaye akija akizaliwa bwana azaliwe katika familia ambayo ina upendo, maelewano na amani. Kama unavyoelewa kwamba bwana upande wa pili bwana kwa mwanadada mwingine ambaye amepata mtoto na Diamond Platnumz anayefahamika kwa jina la Hamisa Mobeto. Kwa upande wake watu wengi sana wanadai kwamba hakuna maelewano mazuri kati yake yeye na familia ya Mama Dangote. Hiyo inapelekea hata mtoto wa Hamisa Mobeto amekuwa hashirikishwi sana katika vitu muhimu, yani vya kuspend time na Diamond Platnumz. Kwa hiyo Zuchu nadhani amejifunza kitu kutokana na hilo, hivyo basi yeye ameamua kuchagua njia tofauti ya kutaka amani na familia hiyo, ili mradi mwanaye asije akawa excluded, yani asije akawa anatengwa kwa namna moja au nyingine na familia nzima ya Diamond Platnumz.